Ni katika kuangazia habari za siasa, mtazamaji. Jina langu ni Official Rose D. Karibu sana, uendelee kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, na tuangazie taarifa ya mke wa Tundu Lissu aliye kwa uchungu mwaka mzima sijamuona wala kuzungumza naye, aiomba Marekani kumsaidia. Mambo yamekaa vipi? Ni habari za siasa. Karibu sana mtazamaji wa Baba Media. Subscribe, share, like kwa ajili ya kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kuhabarika kwa wakati mwingine. Ni Alicia Lissu na ni mke wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Mwigwe Lissu amesema hajapata nafasi ya kuzungumza wala kumuona mumewe kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu alipokamatwa na kufunguliwa mashtaka. Amesema hali hiyo imekuwa na athari kubwa sana kwa familia yao, hasa katika mawasiliano, malezi ya watoto na maisha ya kila siku. Akizungumza katika mahojiano na BBC Africa Eye, Alicia amesema tangu Tundu Lissu alipowekwa kizuizini amekuwa akipata taarifa zake kwa kupitia mawakili pamoja na taarifa zinazochapishwa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Ameeleza kuwa miezi ya mwanzo baada ya kukamatwa kwa mume wake ilikuwa ngumu sana kwake kutokana na kutokuwa na mawasiliano ya moja kwa moja. Na kwa mujibu wa Alicia, hali hiyo imebadilisha maisha ya familia yao kwa kiasi kikubwa, na amesema kwa mara ya kwanza tangu alipofunga ndoa mwaka 1997 amebeba jukumu la kusimamia mahitaji yote ya familia pamoja na kulea watoto wao bila uwepo wa mume wake. Ameeleza kuwa pamoja na changamoto hizo, ameendelea kuhakikisha familia inaendelea na shughuli zake za kawaida kadiri inavyowezekana. Lakini pia amesema watoto wao wanaendelea na masomo nchini Marekani na wamekuwa wakikabiliwa na hofu na wasiwasi kuhusu hali ya baba yao. Ameeleza kuwa jukumu lake kubwa limekuwa ni kuwapa moyo na kuwafariji watoto hao, huku akiendelea kufuatilia mwenendo wa kesi ambayo inamkabili mwenyekiti Tundu Lissu. Katika mahojiano hayo, Alicia amekumbusha tukio la mwaka 2017 ambapo Tundu Lissu alinusurika shambulio la risasi mjini Dodoma, na amesema licha changamoto mbalimbali ambazo familia imepitia kwa miaka kadhaa, bado ameendelea kumheshimu na kujivunia msimamo wa mume wake katika shughuli zake za kisiasa. Tundu Lissu alikamatwa mwezi Aprili mwaka 2025 wakati wa kampeni za hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. Kwa sasa anakabiliwa na shtaka la uhaini, kesi ambayo inaendelea katika vyombo vya sheria. Kwa upande mwingine, serikali ya Tanzania imeeleza kuwa hatua zote zilizochukuliwa dhidi ya Tundu Lissu zinafuata taratibu na sheria za nchi. Serikali imesema kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria na kwamba suala hilo linaendelea kushughulikiwa na mhimili wa mahakama, hivyo liachwe katika mchakato wa kisheria. Aidha, serikali imeeleza kuwa chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, nafasi ya kiraia pamoja na uhuru wa vyombo vya habari zimeendelea kuimarishwa, huku ikisisitiza kuwa mahakama ndiyo yenye mamlaka ya kutoa maamuzi kuhusu kesi inayoendelea. Mtazamaji, taarifa iko hivyo. Ukiwa na maoni yako basi moja kwa moja utaandika, wakati mwingine tutangazia kwa uzuri kabisa.